Hebu fikiria jambo hili. Kuna mtu analipwa $500,000 kwa mwezi na mwingine analipwa $3,000,000. Kwa akili ya kawaida, ungeamini nani ana nafasi kubwa ya kuwa huru kifedha? Watu wengi watasema yule anayepata $3,000,000. Lakini ukitazama maisha halisi, utagundua jambo la kushangaza. Wapo watu wenye mishahara mikubwa wanaoishi kwa madeni kila mwezi. Na wapo wenye kipato cha kawaida wanaolala kwa amani kwa sababu wana fedha walizoweka pembeni. Kwa hiyo, hebu jiulize kwa uaminifu. Je, kweli mshahara mkubwa ni unaotengeneza utajiri? Au kuna jambo ambalo watu wengi hawalioni? Leo nitakuonyesha kwa nini mishahara mikubwa pekee haiwafanyi watu kuwa matajiri na kwa nini wengine hujikuta wana madeni makubwa kadri kipato kinavyoongezeka. Hebu tukubaliane jambo moja. Mshahara ni chanzo cha fedha, lakini si dhamana ya utajiri. Tofauti huletwa na namna unavyozitumia. Sasa hebu tuanze kwenye sababu ya kwanza. Sababu ya kwanza ni hii: maisha yanapanda pamoja na kipato. Unapata nyongeza. Baada ya miezi michache, unaamua kuhamia nyumba ghali zaidi, kubadilisha simu, kununua gari ambalo hukuwahi kufikiria, kula sehemu ambazo zamani hukwenda. Mwanzoni inaonekana ni maendeleo, na kwa kweli si vibaya kuboresha maisha yako. Lakini tatizo linaanza pale ambapo kila ongezeko la kipato linakuja na ongezeko kubwa zaidi la matumizi. Hali hii inaelezwa vizuri na Parkinson Law, iliyoelezwa na Cyril Northcote Parkinson. Kwa lugha rahisi, matumizi yana tabia ya kupanuka kadri rasilimali zinavyoongezeka, isipokuwa ukiyawekea mipaka. Hebu fikiria, mara ya mwisho ulipopata ongezeko la kipato, je, akiba yako iliongezeka au matumizi mapya ndiyo yaliyotangulia? Tatizo si kwamba unapata pesa nyingi. Tatizo ni kwamba matumizi yanajifunza kukimbia pamoja na kipato chako. Hatua unayopaswa kuchukua leo ni hii: kila unapopata ongezeko la kipato, amua mapema sehemu itakayokwenda kwenye akiba au uwekezaji kabla hujaongeza matumizi mapya. Lakini hata ukidhibiti matumizi, kuna jambo jingine ambalo huathiri maamuzi yetu bila hata kuligundua. Nenda kulielezea. Sababu ya pili ni hii: unaanza kuishi kwa ajili ya kuonekana. Hebu fikiria, umenunua simu mpya. Baada ya siku 2, furaha imepungua. Kisha unaona mtu mwingine amenunua iliyo mpya zaidi. Safari inaanza tena. Tatizo sio simu, tatizo ni kulinganisha maisha yako na ya wengine. Wanasaikolojia hulielezea hili kupitia social comparison theory, iliyoelezewa na Leon Festinger. Kwa ufupi, anaeleza kwamba binadamu wana tabia ya kujipima kwa kuwatazama wengine, lakini fedha zinaumia pale unapojaribu kuishi maisha ambayo si sehemu ya malengo yako. Hebu jiulize swali hili kwa uaminifu: ni mara ngapi umewahi kununua kitu kwa sababu ulikihitaji kweli? Na ni mara ngapi kwa sababu hukutaka kuonekana huko nyuma? Hatua unayopaswa kuchukua leo ni hii: kabla ya kununua kitu kikubwa, jiulize swali hili: kama hakuna mtu angekiona, bado ningekinunua? Jibu la swali hilo linaweza kubadilisha maamuzi yako. Lakini bado kuna sababu ambayo huwatumbukiza watu wengi kwenye madeni. Ninaenda kuielezea. Sababu ya tatu ni hii: madeni ya starehe. Deni si adui kila wakati. Kuna madeni yanayoweza kukusaidia kujenga mali kama ile ya uwekezaji au biashara iliyopangwa vizuri. Lakini leo tunazungumzia madeni yanayotokana na matumizi ya kawaida ya starehe: mikopo ya simu,
manunuzi ya vitu ambavyo havikuwa vya lazima, safari ambazo hazikupangwa na kadhalika. Tatizo si deni pekee. Tatizo ni kutumia fedha za kesho kufadhili maisha ya leo. Hebu jiulize swali hili. Je, kuna matumizi unayolipia leo ambayo yameanza kukunyima amani ya kesho? Hatua unapaswa kuchukua leo ni hii: usikubali deni kwa kitu ambacho thamani yake itaisha kabla hata hujamaliza kulipa. Lakini kuna jambo la mwisho ambalo hutofautisha watu wanaojenga utajiri na wanaobaki kwenye mzunguko wa madeni. Ninaenda kuelezea. Sababu ya 4 ni hii: hawajengi mali, wanajenga matumizi. Watu wengi wakipata fedha zaidi hununua vitu vinavyoongeza matumizi yao badala ya kujenga mali zinazoweza kuongeza kipato baadaye. Hebu fikiria, miti miwili imepandwa siku moja. Mmoja unatoa matunda kila mwaka, mwingine unahitaji kumwagiliwa kila siku, lakini hautoi chochote. Ukipewa nafasi ya kuchagua, ungechagua mti gani? Fedha nazo zinauliza swali hilo. Je, unazinunulia vitu vinavyokula fedha kila mwezi, au unazitumia kujenga vitu vinavyokuletea fedha baadaye? Sasa tunapokaribia mwisho wa video hii, naomba nikumbushie mambo tuliyojifunza kwenye somo la leo. Leo tumeona kwamba mshahara mkubwa peke yake hauondoi madeni. Bila nidhamu, bila mfumo na bila malengo, hata kipato kikubwa kinaweza kutoweka haraka. Kumbuka, mshahara mkubwa unaweza kukuboresha maisha yako, lakini hauwezi kubadilisha tabia zako. Ukibadilisha tabia zako, hata kipato cha kawaida kinaweza kuanza kujenga utulivu wa kifedha. Lakini ukiacha tabia zile zile, hata ongezeko la mshahara linaweza kuja na ongezeko la madeni. Ninapokuwa nikifikia mwisho kabisa wa video hii, naomba nikuulize swali. Ni ipi kati ya sababu hizi 4 umeiona zaidi kwenye maisha yako au kwa watu wanaokuzunguka? Andika hapa chini, pia nitakufuatilia ili tuendelee kujifunza zaidi. Na kwenye video inayofuata tutaanza kuingia kwenye hatua ya kujenga utajiri kwa kuzungumzia siri ya kujenga akiba hata kama kipato chako ni kidogo. Usahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili watu wengine pia waweze kunufaika na maarifa haya. Asante sana na karibu tena katika video inayofuata.